Baada ya John McCarthy kulitaja rasmi jina la Artificial Intelligence na kuwasha mwanga wa mwanzo wa teknolojia hii, safari ya kuishia hapo tu. Wazo lile alikubaki tena kwenye maabara chache au kwenye makaratasi ya wanasayansi. Kulikuja kizazi kipya cha watafiti ambao walichukua ule mwenge na kuanza kuufanya uwe halisi maisha ya watu wa kawaida. Kompyuta zikaanza kuwa ndogo na swali likaja, si tena AI ipo. AI itawezaje kutambua sauti, picha na hata nyuso za binadamu? Hapo ndipo walipojitokeza wanasayansi watatu, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton na Ian LeCun. Hawa hawakuishia kuzungumzia akili bandia tu. Wao walifundisha kompyuta jinsi ya kujifunza yenyewe, yaani kufundisha mashine namna ya kuchambua data na hata kujirekebisha. Mwanzoni mashine zilifanya makosa mengi, zilichanganya picha, zilishindwa kuelewa maneno rahisi na mara nyingine watu walishindwa kuona mabadiliko, lakini kadri zilivyokuwa zinapewa data zaidi, zilianza kubadilika polepole. Polepole mashine zikaanza kuona utofauti kati ya paka na mbwa, zikaanza kutambua sauti za binadamu na hatimaye zikaanza kuelewa lugha tunayozungumza kila siku. Leo simu yako inaweza kufunguka kwa uso wako, kutafsiri sauti kuwa maandishi au kujibu maswali yako ndani ya sekunde chache. Na hapo ndipo tunaelewa historia ya akili bandia si historia ya kompyuta tu, ni historia ya watu waliothubutu kuamini kwamba mashine inaweza kujifunza. Sasa tunapoanza na Yoshua Bengio, kuna kauli inayosimuliwa sana kuhusu mawazo yake. Watu wengi waliamini kompyuta lazima ifuate maagizo tu, lakini yeye aliwaza tofauti. Alisema kwa ufupi, kama mtoto mdogo anajifunza kutembea kwa kuanguka mara nyingi, basi mashine pia inaweza kujifunza kwa kufanya makosa. Kwa kipindi hicho wazo hilo watu waliona ni wazo la ajabu. Kwa mara ya kwanza walijaribu kuonyesha mashine picha mbalimbali. Mashine ilishindwa, ilichanganya vitu, haikutambua sura na wengine wakaanza kukata tamaa. Lakini Bengio akubadilisha msimamo wake. Aliamini kuwa tatizo alikuwa mashine, tatizo lilikuwa ni bado haijafundishwa vya kutosha. Wakaipa mashine picha nyingi zaidi, tena na tena. Kila kosa ilikuwa ni somo. Baada ya muda mashine ilianza kuona tofauti ya maumbo, ilianza kutambua sura za watu, baadaye ikaweza kusikia na kuchambua sauti. Ndipo wataalamu wengine wakaanza kusema, sasa mashine haifuati tu amri bali inaanza kujifunza. Na hapo ndipo ilipoanza kile kinachoitwa deep learning, msingi mkubwa wa AI ya kisasa ambayo kila siku tunakutana nayo. Baada ya wazo la Yoshua Bengio kuanza kueleweka, kulikuwa na mtu mwingine aliyekuwa anaongelea jambo moja, anaitwa Hinton. Inasemekana wakati huo watafiti wengi hawakuamini kabisa kuhusu njia hii. Wengine waliona kama kupoteza muda. Walidhani kompyuta lazima ipewe sheria zote moja kwa moja. Lakini Hinton alisema hatuwezi kufundisha akili kwa kuandikia kila jibu, lazima ifundishwe kujifunza yenyewe. Na baada ya muda mawazo ya Hinton watu waliona ni mawazo kama ya kawaida. Utafiti wake haukupewa kipaumbele, na kulikuwa na wakati ambako teknolojia ya AI ilianza kupoteza umaarufu kabisa. Watu walihisi huenda AI imefika mwisho wake. Lakini yeye hakuacha. Aliendelea kufanya majaribio ya kitu kinachoitwa neural network, wazo la kutengeneza mfumo wa kompyuta unaofanana kidogo na ubongo wa binadamu. Mwanzoni haikuonekana kufanya kazi, kompyuta zilikuwa dhaifu na data haikuwa nyingi, lakini baada ya miaka mingi kupita, nguvu ya kompyuta ziliongezeka na ghafla kitu kikaanza kutokea. Mashine zilianza kutambua picha kwa usahihi mkubwa sana, zikaweza kusikia sauti na kuelewa maneno. Ndipo watafiti wengine wakaanza kusema, kumbe njia hii ndio tulikuwa tunaitafuta. Na hapo ndipo kwa mara ya kwanza dunia iliona kwamba
AI inaweza kweli kufanya mambo yaliyokuwa yanaonekana ya kibinadamu. Kuanzia hapo, maendeleo ya AI hayakusimama tena, na mchango wa Hinton ukawa moja ya sababu kubwa iliyofungua mlango wa teknolojia ambayo kila siku tunaitumia, yaani kuanzia utambuzi wa sauti, tafsiri za lugha na hadi wasaidizi wa kidigitali. Hinton alionyesha kuwa mashine inaweza kujifunza, lakini kulikuwa na swali moja ambalo lilikuwa limebaki. Sawa, mashine inaweza kujifunza, lakini inaweza kuona dunia kama binadamu? Na hapo ndipo tunaingia kwa mtafiti mwingine anaitwa Yan LeCun. Huyu alikuwa anaongelea wazo moja. Alisema kama ubongo wa binadamu unatambua vitu kwa kuona, basi kompyuta pia inaweza kufundishwa kuona. Alianza kufundisha mashine kutambua picha. Mwanzoni ziliona tu mistari na nukta, hazikuelewa maana yake. Picha ya mtu na ya kitu zilikuwa sawa kabisa kwa mashine. Lakini akaendelea kuipatia maelfu ya picha, sura za watu, maandishi, namba na alama mbalimbali, na hapo ndipo mashine ilianza kuona tofauti. Ikaanza kutambua maandishi yaliyoandikwa kwa mkono, ikaanza kuona tofauti ya sura za watu, na baadaye ikaweza kujua picha inaonyesha nini bila kuambiwa. Na hapo ndipo watu wakaanza kugundua kitu kikubwa kimetokea, kwamba teknolojia hii ndiyo iliyokuja kutumika kwenye kamera za simu, mitandao ya kijamii na mifumo ya kutambua sura za watu. Na leo unapochukua picha kwenye simu yako ikaweka focus kwenye uso wako, hapo ndipo unakutana na matokeo ya kazi ya Yan LeCun. Ndio maana tunaweza kusema wakati McAfee alitaja jina la AI na Bengio pamoja na Hinton wakaifanya ijifunze, na mwishoni Yan LeCun alifanya ione. Na baada ya kazi za Hinton, Bengio na LeCun kuanza kuonekana, ndipo akili bandia haikubaki tena kwenye maabara chache, bali ilianza kuingia polepole kwenye maisha ya kawaida ya watu. Mwanzoni watu hawakugundua, walidhani ni maboresho ya kawaida ya simu au internet, lakini ukweli ni kwamba nyuma ya pazia mashine zilikuwa zinaanza kuelewa lugha ya binadamu. Kwa mara ya kwanza binadamu anaweza kuandika swali kwa mashine na mashine ikampatia majibu kulingana na alivyouliza. Hapo ndipo kulizaliwa kizazi cha AI chatbot, mifumo ambayo inaweza kuongea kama binadamu. Na moja ya mifumo iliyojulikana sana duniani ilikuwa ni ChatGPT. Watu wengi walianza kuitumia kuuliza maswali, kujifunza, kuandika maandishi na hata kupata ushauri. Ilionekana kama unazungumza na mtu halisi, lakini kumbe unazungumza na mashine iliyofundishwa kwa data nyingi zaidi. Hata wengine walianza kuitumia ndani ya WhatsApp. Lakini baadaye kulikuja mabadiliko. Kuanzia tarehe 15 Januari 2026, WhatsApp iliyomilikiwa na kampuni ya Meta iliweka sheria mpya. Sheria hizo hazikuruhusu tena AI chatbot za mazungumzo ya kawaida kama ChatGPT kuendelea kufanya kazi kupitia namba ya WhatsApp. Wao walidai ilikuwa ni udhibiti wa usalama wa taarifa na sera mpya za matumizi ya majukwaa yao. Hivyo ChatGPT ikaendelea kupatikana kwenye app yake rasmi na website, si tena kupitia namba za WhatsApp kama zamani. Tukio hili ilionyesha jambo moja muhimu sana, kwamba AI sasa haikuwa tena nadharia ya wanasayansi, bali ilikuwa imekuwa sehemu halisi ya maisha ya binadamu, kiasi kwamba hata mitandao mikubwa ilianza kuweka sheria maalum juu yake. Akili bandia ilivyoanza kuingia kwenye maisha ya watu, maoni yakaanza kugawanyika. Wapo waliona kama baraka kubwa. Kwa mara ya kwanza mwanafunzi angeweza kuuliza swali na kupata maelezo haraka. Mwandishi angeweza kupata msaada wa kupanga mawazo, na mfanyabiashara naye angeweza kupata ushauri ndani ya sekunde chache. Wengine walianza kusema AI ni kama msaidizi mpya wa binadamu.
Lakini kulikuwa pia na upande mwingine. Baadhi ya watafiti walianza kuuliza swali, je, itakuwaje kama binadamu wataanza kutegemea mashine kupita kiasi? Kuna walioogopa watu wataacha kufikiri wenyewe. Kuna walioogopa kazi zingine zingeweza kufanywa na mashine badala ya watu. Na wengine waliogopa taarifa zisizo sahihi zingeweza kusambaa haraka sana, kwa sababu mashine inaweza kuandika kwa kasi kubwa. Na hapo ndipo mjadala ukaanza kuibuka. Sio tena akili bandia inaweza kufanya nini, bali akili bandia inapaswa kufanya nini. Hapo ndipo watafiti na viongozi wakaanza kuongelea jambo moja, kwamba akili bandia ni chombo, si mbadala wa binadamu. Inaweza kusaidia kujifunza, kusaidia kazi na kusaidia mawasiliano, lakini uamuzi wa mwisho lazima ubaki kwa binadamu. Kwa maneno mengine, teknolojia hii ni nguvu kubwa, na nguvu kubwa huhitaji hekima kubwa kuitumia. Na leo katika maisha yetu tunaona matumizi ya akili bandia. Watu wengi wanasoma kupitia mtandao, wanatafuta majibu ya maswali na wanaandika kazi za shule, na wakati mwingine wanaomba hata ushauri katika mifumo ya akili bandia. Kwa upande mmoja imekuwa ni msaada mkubwa. Mwanafunzi anaweza kuelewa somo ambalo alishinda darasani. Mtu anaweza kujifunza lugha mpya, na wengine wameanza hata kujifunza uandishi, biashara au teknolojia kupitia akili bandia. Lakini kama kuna kauli moja ilianza kusikika kutoka kwa watu wanaofuatilia teknolojia, mmoja wao aliwahi kusema kwa lugha rahisi kwamba katika dunia hii ya sasa, jaribu kujifunza kitu ambacho mashine haiwezi kufanya kwa urahisi. Maana yake ni hii: akili bandia inaweza kuandika, kujibu maswali na kupanga taarifa, lakini bado kuna mambo haiwezi kuyafanya kama binadamu. Haiwezi kuwa na huruma ya kweli, haiwezi kubeba hisia za mtu, haiwezi kuchukua nafasi ya ubunifu wa ndani wa moyo wa binadamu. Ndio maana watu walianza kushauriwa wasitegemee tu teknolojia, bali wajifunze pia kufikiri, kuamua, kuwa na ujuzi wa kibinadamu kama mawasiliano, ubunifu na uadilifu. Kwa sababu kadri teknolojia inavyokuwa zaidi, thamani ya ubinadamu nayo inazidi kuwa muhimu. Na hapo ndipo tukiangalia yote tuliyopitia, tunaona safari ndefu ilianza na wazo tu la John McCarthy akisema kuna kitu kinaitwa artificial intelligence, kisha Benjamin Hinton na Likani wakafundisha mashine kujifunza kusikia na kuona. Na leo akili bandia hiyo ipo mikononi mwetu kila siku. Lakini hapo ndipo watu walianza kuongelea swali moja muhimu sana. Walisema sio tena akili bandia inaweza kufanya nini, swali likakuwa sisi binadamu tunaitumiaje? Kwa sababu wao walisema akili bandia inaweza kutusaidia, lakini haiwezi kutupa hekima. Inaweza kutupa majibu, lakini haiwezi kuchagua maamuzi kwa niaba yetu. Inaweza kuandika maneno, lakini haiwezi kubeba dhamira ya moyo wa binadamu. Na hivyo mustakabali haupo kwenye mashine pekee, bali upo mikononi kwa watu wanaoitumia. Na wao wakamalizia kwa kusema ikiwa tutaitumia kujifunza, kuelimisha na kusaidiana, itakuwa baraka, lakini tukiacha mashine zituamrie kila kitu, tutapoteza kile kinachotufanya tuwe binadamu. Na mwisho wa simulizi letu tunakumbushwa jambo moja muhimu sana, kwamba akili bandia inaweza kuwa na akili lakini haina moyo. Na kwa hiyo dunia inavyoingia kwenye enzi za akili bandia, jukumu la kuwa na maadili, huruma na busara linabaki kwa binadamu. Kwa sababu mwisho wa yote sio mashine itakayoamua mustakabali wa dunia, bali ni mwanadamu. Na hapa ndo mwisho. Jina langu ni Eriki.